Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 25 ya mwezi Mei, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya watakatifu watatu ambao ni Mtakatifu Mhashamu Beda, padre na mwalimu wa kanisa, Mtakatifu Gregori wa Saba, papa, na Mtakatifu Maria Magdalena wa Pazi, bikira na mtawa. Tuanze kwa kuangazia maisha ya Mtakatifu Mhashamu Beda, padre na mwalimu wa kanisa. Beda alizaliwa mjini Northumberland nchini Uingereza mnamo mwaka 673. Alipata elimu yake ya msingi katika monasteri ya Wabenediktini ya watakatifu Petro na Paulo kule Wearmouth, Jarrow. Alijiunga na monasteri hii kwa muda wa miaka 55 ya uhai wake, akisoma, akifundisha na kuandika. Aliwashangaza watu wa enzi zake kwa ajili ya utakatifu na akili yake, hata wakampa jina la Mhashamu. Wakati wake watu walisema, hakuna mtu anayejua maarifa mengi kama yeye. Yeye mwenyewe alisema, katika maisha yake yote yeye alipenda mambo matatu: kusoma neno la Mungu, kufuata kanuni ya kimonaki ya kitawa na kuimba nyimbo za ibada. Alipata elimu kutoka kwa abate wake Mtakatifu Benedikto Bishop, aliyekusanya vitabu vya kila aina katika maktaba ya monasteri. Beda aliandika vitabu vya kila namna: vitabu vya historia ya dunia, historia ya watu wa Uingereza, vitabu vya muziki, falsafa, sarufi, nyimbo, mashairi, hotuba, maisha ya watakatifu 114 na pia vitabu vya teolojia na historia kwa ajili ya kuwafundisha wamonaki wa monasteri yake. Alishikilia mapokeo ya mababa wa kanisa na aliyafafanua maandiko matakatifu. Hakika alikuwa msomi wa wakati wake. Kitabu chake cha historia ya watu wa Uingereza kimemfanya apate umaarufu mkubwa, hata wakamuita baba wa historia ya Uingereza. Wanafunzi wake walifanya maendeleo sana chini ya uongozi wake, hasa Aquino ambaye baadaye alijulikana kama mwalimu wa karne yake. Aquino mwenyewe alimuita Mhashamu Beda mwalimu wangu. Aliweza kuvuta watu wengi kwa mahubiri yake ambayo msingi wake ulikuwa mafundisho ya mababa wa kanisa. Utakatifu wa Beda ulijidhihirisha katika sala zake. Alitumia muda mwingi kusali akitoa machozi. Ni kwa sababu hiyo alipewa jina la Mhashamu. Mwishoni mwa maisha yake Beda aliugua. Hata hivyo, aliendelea kujishughulisha na kazi ya kutafsiri Injili ya Mtakatifu Yohane na maandiko ya Mtakatifu Isidori wa Sevilla. Muda mfupi kabla ya kifo chake, alikaa sakafuni chumbani mwake, akaandika mstari wa mwisho. Alifariki dunia mnamo mwaka 735 na mnamo mwaka 1899 Papa Leo wa 13 alimtaja kuwa mtakatifu na mwalimu wa kanisa. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Mhashamu Beda, padre na mwalimu wa kanisa. Ni yule tu anayempenda jirani yake kwa upendo mkamilifu, anayempenda kweli muumba wake. Rejea ya Mtakatifu Beda. Nawaalika tuangazie pia maisha ya Mtakatifu Gregori wa Saba, papa. Kabla ya kuwa papa, Gregori aliitwa Hildebrand. Alizaliwa huko mjini Tuscania nchini Italia mnamo mwaka 1028. Baada ya kusoma Roma akawa padre monaki. Gregori alifanya kazi na mapapa 5 tofauti
waliojishughulisha wakati huo kulirekebisha kanisa, akiwasaidia sana katika kazi hiyo, hasa Papa Leo wa 9. Wakati huo Gregori alikuwa msimamizi wa mali zote za kanisa. Alifanya bidii kubwa kurudisha mali zote za kanisa zilizoibiwa na makaisari wa Roma. Papa Alexander wa pili alipofariki dunia, Gregori alichaguliwa kwa kura nyingi kuwa mrithi wake mnamo mwaka 1073. Papa Gregori aliendeleza kazi ile ile ya kurudisha mali za kanisa kwa juhudi kubwa zaidi. Nyakati zile kanisa lilidhulumiwa sana. Makaisari na wafalme waliingilia mamlaka ya kanisa, wakawaweka watu waliowataka kuwa maaskofu na maabate. Wafalme wa Roma hawakujali mamlaka ya papa, hivyo waliuza cheo cha kiaskofu na usimamizi wa monasteri kwa wale waliotoa fedha nyingi zaidi, haidhuru walikuwa watu wema au wabaya. Aidha, waliuza hata sakramenti. Papa Gregori wa 7 alitumia mamlaka yake kuondoa kabisa desturi hiyo mbaya ya kufanya biashara ya mambo matakatifu. Katika mkutano rasmi wa mapadre wa jimbo la Roma, alitoa amri ya kwamba watu wasio na mamlaka ya kanisa wasijitwalie madaraka ya kuwazawadia rafiki zao mali za kanisa, wala kuwapa wadhifa wa kikanisa kwa ajili ya kujipatia fedha. Mfalme Henry wa 4 wa Ujerumani na wafalme wengine walipuuza makatazo hayo. Kaisari huyu wa Ujerumani, aliyekuwa na mwenendo mbaya, aliwapa watu hata rushwa ili wamuue papa. Waovu hao walimvamia Baba Mtakatifu usiku wa Noeli alipoanza kuadhimisha ibada ya misa. Wakristo wa Roma waliwazuia wasiweze kutimiza azma yao. Kaisari aliita mtaguso wa uongo kusudi wamuondoe Gregori. Kwa sababu hiyo, Papa Gregori alimtenga Kaisari na kanisa. Akawaambia raia wake wasimtii Kaisari wao tena. Kaisari aliogopa kwamba watu wake watamwacha. Basi Kaisari alijifanya kwamba ametubu na alienda kwenye jumba la papa kule Canossa nchini Italia kuomba toba ili aondolewe dhambi yake. Lakini alipokwisha pata maondoleo, alivunja tena mapatano yake, akatoa amri kwa jeshi lake kuivamia Italia kusudi wamshambulie papa na nchi yote ya Italia. Gregori akamtenga Kaisari kwa mara ya pili, lakini huyo hakujali tendo hilo. Kwa amri ya Papa Gregori, Roberto Guiscardi na wasaidizi wake walipigana na Kaisari Henry na wakafanikiwa kumzuia na kumlinda papa. Lakini muda si mrefu, Kaisari Henry alijipanga upya, akavamia tena na kuiteka Roma na kumweka papa mwingine. Gregori akashurutishwa kuondoka Roma na kwenda kukaa mjini Salerno. Baada ya mwaka mmoja, alipokuwa akikaribia kufariki dunia, Papa Gregori alisema, "Nimependa haki, nikachukia uovu. Ndiyo maana nakufa ugenini hapa." Aliaga dunia kule Salerno mnamo mwaka 1085 na alitangazwa kuwa mtakatifu mnamo mwaka 1606. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Gregori wa 7 Papa. Usisepetuke katika njia yako, wala usitoke kwenye lengo lako la maisha. Pambana kila wakati, kaza mwendo kila mara, daima nenda mbele. Rejea ya Mtakatifu Agustino. Na mwisho tuangazie maisha ya Mtakatifu Maria Magdalena wa Pazi, bikira na mtawa. Maria Magdalena wa Pazi alizaliwa mjini Florensi nchini Italia mnamo tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwaka 1566 katika familia ya tajiri.
wazazi wake walikuwa Kamilo na Maria. Alipata komunyo ya kwanza akiwa na umri wa miaka 10 na akaweka nadhiri ya ubikira kwa Bwana. Tangu wakati huo alipokea komunyo takatifu kila siku kadiri alivyoweza. Akiwa na umri wa miaka 16 alijiunga na shirika la Wakarmeli, akakaa katika nyumba ya shirika ya Maria Mtakatifu wa Malaika. Magdalena aliishi maisha ya faragha, akisali na kujinyima mambo mbalimbali. Ilikuwa desturi yake kupokea Ekaristi takatifu kila siku. Aliweka nadhiri miaka 2 baadaye akiwa mgonjwa karibu na kufa, lakini baada ya sherehe za kuweka nadhiri aliponywa kimiujiza ugonjwa wake na akaingia katika hali ya taamuli kwa muda wa masaa 2, na hali hii ilijirudia kwa siku 40 mfululizo kila alipopokea komunyo takatifu. Maria Magdalena alizoea kusema, napenda zaidi kuteswa kuliko kufa upesi. Bwana Yesu alimjalia neema za pekee. Alikuwa akimtokea mara kwa mara na kumpa siri za moyo wake. Mungu aliruhusu mtoto wake asumbuliwe na vishawishi vya majivuno, uasherati na kukata tamaa ya kuokoka. Mungu mwenyewe alimfunulia siri kuwa roho yake itasumbuliwa. Magdalena alimfumbulia padre muungamishi wake taabu zake zote, na aliyafuata mashauri ya muungamishi huyo vema. Magdalena alisali sana na kuendelea kujitesa, kujisadaka na kurudia nadhiri zake mara kwa mara. Kadiri shetani alivyozidi kumshawishi, ndivyo alivyozidi kujikatalia. Alisali sana kuliombea kanisa lipate kurekebishwa. Hali hii ya kuteswa iliendelea kwa muda wa miaka 5 hadi alipopata amani ya moyoni, lakini hali ya taamuli na maono vilitokea kila siku na vilidumu kwa muda mrefu hadi masaa 16. Maria Magdalena alijaliwa pia zawadi ya madonda 5 matakatifu ya Yesu msulibiwa, na katika taamuli na maono yake aliweza kuandika vitabu vikubwa 4 kuhusu upendo wa Mungu na mashauri juu ya ukamilifu wa maisha ya kiroho. Ufunuo huu ulihusisha pia mashauri juu ya namna ya kulirekebisha kanisa. Kwa sababu hiyo, Maria Magdalena anajulikana kama mtakatifu wa maono. Alikuwa mlezi wa wanovisi kwa muda wa miaka mingi katika shirika. Alikuwa na uwezo wa kusoma roho za watu. Alikuwa na nia njema katika kila alichokifanya. Miaka 3 kabla ya kifo chake, alikuwa mkuu wa nyumba yake ya kitawa, na wakati huo alikuwa bado anapitia mateso makali. Maria Magdalena alielewa vema nini maana ya kuteswa pamoja na Kristo kwa ajili ya wokovu wa roho za watu. Kabla ya kifo chake aliteswa na ugonjwa mkali hivi kwamba aliona uchungu kama wa Bwana Yesu katika bustani ya Getsemane. Alikataa kutulizwa kwa sababu alitaka kuteswa zaidi kwa ajili ya Yesu. Maria Magdalena alifariki dunia mnamo mwaka 1607 akiwa na umri wa miaka 41. Alizikwa na miaka 2 baadaye mwili wake ulianza kutoa harufu nzuri kama ya manukato. Maria Magdalena wa Pazi alitangazwa mwenye heri na Papa Urbano wa 4 mnamo tarehe 8 ya mwezi Mei mwaka 1626 na alitangazwa kuwa mtakatifu na Papa Klementi wa 9 mnamo tarehe 28 ya mwezi Aprili mwaka 1669. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Maria Magdalena wa Pazi, bikira na mtawa. Nenda kaabudu kama mtu anayekwenda mbinguni kwenye karamu ya kimungu. Jiambie kwa masaa 4
kwa masaa mawili kwa saa moja. Bwana Yesu atanijalia neema na upendo mwingi kwake na kwa jirani. Amenialika, ananingojea na ananitafuta. Rejea ya Mtakatifu Petro Julian Eymard. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Watakatifu wengine tarehe 25 ya mwezi Mei: Mtakatifu Hildebrand, Mtakatifu Mhashamu Beda, padre na mwalimu wa kanisa, Mtakatifu Gregori wa Saba, papa, na Mtakatifu Maria Magdalena wa Pazi, bikira na mtawa. Mtuombee.